wanalalamika, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe, na sababu za kuzuilia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa, 51% 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo, mtoto wangu akizaliwa mwaka kesho, miaka ijayo atakuwa shabiki wa Simba, akiwa atakuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 21 ukatengua hilo, wanachama wakawa hawana ukomo. Lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000, sisi tukaondoa ile zuio, lakini bado wakaendelea kushikilia. Toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba hawazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kulipa pesa hao 200,000 hata 20,000 tu, wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa uwekezaji. Kwa wakazuia hili la kudahili wanachama wapya ili klabu yetu ikose mapato, isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi, tumechoka. Leo mpaka sasa hivi timu yetu ina struggle kupata mishahara ya wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye Simba mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ndio baba bora kweli?